Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump anajigamba kwamba Marekani na Israel, hasa yeye Trump pamoja na Netanyahu, wameweza kumkandamiza adui katika maonyesho makubwa ya ustadi wa kiufundi wa kijeshi. Rais huyo wa Marekani amezidi kujigamba wakati akitoa hotuba yake katika mkutano wa masuala ya wanachama wa Republican huko Florida siku ya Jumatatu. Trump alisema kuwa pamoja na Netanyahu waliweza kukandamiza adui katika maonyesho makubwa ya kijeshi. Kulingana na Donald Trump, anasema 80% ya kurusha makombora ya Iran tayari imeharibiwa na Iran ina 20% tu ya makombora. Rais huyo aliwaambia wabunge wa Republican na anasema Iran ilipaswa kuwa nchi hii kubwa yenye nguvu, tulimaliza kuzimu kutoka kwao. Trump alisema ameongeza kuwa meli 46 za jeshi la wanamaji la Iran ziliharibiwa na kudai kuwa ilichukua takribani siku 3 tu. Wakati wa hotuba hiyo aliongeza kuwa madai ya awali kwamba operesheni ya Pikifari ya Marekani haitachukua muda mrefu zaidi kukamilika. Amesema sasa wameuharibu mfumo wa makombora wa Iran na kwamba Iran haina nguvu tena. Iran yenyewe inasemaje? Iran inasema wao wataendeleza operation, wapo tayari kupambana wakati wote, na kwamba wana idadi kubwa ya makombora ya kisasa yenye uwezo wa kuangamiza Israel na maslahi yote ya Marekani. Kupitia jeshi la IRGC limedai kwamba wao ndio watakaoamua kumalizika kwa vita hivyo. Hata hivyo, wamemjibu rais huyo wa Marekani aliyedai kwamba amemaliza 80% ya uwezo wa kijeshi wa Iran, ambapo wanajeshi wa IRGC wamesema wana nguvu za kutosha kuendelea na mapambano, huku baadhi ya maafisa wa kiserikali wakisema kwamba Iran bado ina nguvu za kutosha kwa ajili ya mapambano na kwamba hapo tayari kwa ajili ya mazungumzo, kama ambavyo rais wa Marekani Donald Trump anadhani wa Iran watakubali kuingia katika mazungumzo na Marekani. Rais wa Marekani alihakikisha kwamba hifadhi ya makombora ya Iran imeharibiwa kwa kiasi kikubwa, karibia 80%, pamoja na drones na viwanda vya silaha. Lakini kwa kuzingatia hali halisi, tangu alipozungumza hayo, Iran imezidisha mashambulizi yake katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Israel, lakini pia na maeneo yote yenye maslahi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo baadhi ya washirika wa rais wa Marekani Donald Trump, washauri wake, wakiomba Saudi Arabia kuingilia kati na kuishambulia Iran. Makombora yamerushwa kwa kiasi kikubwa, ndege zisizokuwa na rubani zimepigwa nje, na sasa tunapiga mahala zinazotengenezwa ndege hizo zisizokuwa na rubani. Tunazijua zote na tunaondoa kuzimu kutoka mahala zilipotengenezewa ndege hizo, alisema Trump. Tehran imekuwa tishio la ulimwengu kwa angalau miaka 47, Trump alisema, akisema kwamba operesheni ya sasa ya kuishinda Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ilipaswa kufanywa kwa miaka iliyopita. Karibu kila kitendo, iwe ni Hamas au Hezbollah, haijalishi ni nini, angalia na ni Iran au Iran inafadhiliwa, Trump alisema. Trump ametembelea familia za wanajeshi wa majeruhi wa Marekani waliouawa baada ya operesheni ya Pikifari kuwaua wanajeshi 7 wa Marekani. Trump alienda katika kambi ya jeshi la wanahewa la Dover mnamo wikendi iliyopita kuwaenzi waliofariki na familia zao. Na katika hotuba yake ya jana Jumatatu, Donald Trump alitoa shukrani za dhati na za milele kwa familia za mashujaa hao wakuu. Mwishoni mwa ziara hiyo, Trump alisema watu waliokuwa na huzuni walimwambia aendelee na operesheni nchini Iran. Wote waliniambia jambo moja: hakikisha unashinda bwana, hakikisha unashinda, alisema Trump. Trump aliongeza kuwa dunia haiwezi kutishiwa na magaidi wabaya na wenda wazimu tena, na akasema kwamba kama Marekani haishambulii Iran sasa, hali ya Mashariki ya Kati inaweza kuwa mbaya zaidi. Sio Israel pekee ambayo ingeangamizwa, lakini wangekuwa na silaha za nyuklia wiki 2 baada ya hapo, wiki 2 tu wangetushambulia, Trump alisema. Pia alisema kuwa Iran inatazamia kuchukua eneo la Mashariki ya Kati na inalenga kulenga mali za Marekani katika eneo hilo. Ndani ya wiki moja wangetushambulia na 100% walikuwa tayari, alisema. Walikuwa na makombora hayo yote zaidi ya mtu yeyote aliyefikiria, na walikuwa wakienda kutushambulia, lakini walikuwa wanaenda kushambulia Mashariki ya Kati na Israel yote, na kama wangekuwa na silaha za nyuklia wangeitumia katika Israel na wangeishambulia vibaya mno.
Mtazamaji, huyo ni rais wa Marekani Donald Trump ambaye anajitapa akisema sasa wameshambulia kwa 80% mifumo ya silaha za ballistic za Iran, na kwamba Iran sasa wakati wowote, kwa mujibu wa rais huyo wa Marekani, anaamini wanaweza wakasilimu amri wenyewe bila kuambiwa. Lakini jeshi la Iran limesema kamwe halitasalimu amri, lakini pia mamlaka kupitia viongozi wa kisiasa akiwemo Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje, anasema Iran haitosalimu amri. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili ufahamu ni nini kinachojiri katika ulimwengu.